Msikilizaji, karibu sana katika sehemu hii ya pili ya simulizi yetu inaitwa Mama Niachie Mume Wangu. Sehemu iliyopita, kama utakuwa unakumbuka vizuri, tulipokuwa tumeishia, ilikuwa ni pale ambapo wakati Veronica akiwa analia na kuumia moyo wake kwa unyama ambao alikuwa ametoka kufanywa na mjomba wake Sanga, kumwingilia kingono na hatimaye kutoa bikira yake wakiwa huko matembezini katika mlima Kilimanjaro, na huku akidhania kwamba atakuja kumweleza kila kitu mama yake nyumbani. Lakini sasa kufika nyumbani, kumbe hata mama yake mwenyewe alikuwa anajua kila kitu ambacho binti yake kilikuwa kimemtokea, na ilikuwa inaonyesha wazi kabisa kwamba ulikuwa ni mpango wao wote, mtu na kaka yake, dhidi ya binti yao Veronica. Kilichoendelea niko nacho hapa siku ya leo. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea Simulizi Mixi. Simulizi yetu, kama nilivyokujuza tu hapo mwanzo, inaitwa Mama Niachie Mume Wangu. Majira ya usiku, nikiwa nimejifungia tu mle chumbani, hasira zikiwa zinaanza kupoa taratibu kwa sababu hakukuwa na mtu tena wa kuzipandisha, nilichukua simu yangu na kisha kuwasha tochi. Nikaanza kuziangalia sehemu zangu za siri. Niliona sasa palikuwa pamekaa vizuri kabisa, hata yale maumivu yalikuwa yamepona kabisa, na nikawa najisikia vizuri tu, japo mama yangu alikuwa amefanya kitendo cha kinyama vile. Lakini sasa nikajikuta nilikuwa naingiwa na huruma sana, hasa kutokana na maneno makali ambayo nilikuwa nimezungumza mbele yake. Nikawa natafakari jinsi ya kumwomba msamaha mama. Wakati huo nilikuwa nasikiliza moja kati ya nyimbo ambazo nilikuwa nazipenda sana. Ikanifanya nijifikiria jinsi mama vile ambavyo alikuwa amenilea kutokea bado niko mdogo kabisa. Baba alitukimbia hapa nyumbani, lakini mama aliendelea kunilea kwa shida mpaka alipopambana mimi kufika chuo bila kukata tamaa kabisa. Nilikuwa nafikiria jinsi vile ambavyo mama alikuwa amenipigania mpaka nikafika chuoni. Ilikuwa ni namna ya pekee kabisa ambayo alikuwa ameweza kunilea. Nikajikuta sasa nilikuwa naanza kujilaumu kwa kumtolea lugha ya matusi mama. Na punde nikasikia sauti ya mtu alikuwa analia kwa nje. Nilipoifikiria niligundua kwamba ilikuwa inatokea sebuleni, na ilikuwa ni sauti ya mama ndio alikuwa analia. Inamaanisha kwamba mama yangu ndio analia. Basi ni kweli kabisa, itakuwa nimemkosea sana mama yangu. Nilikuwa nazungumza vile tu katika moyo wangu, nikajikuta nilikuwa nazidi kuumia zaidi katika nafsi yangu. Ikanipasa nifungue mlango na kisha kuelekea sebuleni. Mama alikuwa analia tu, na huku alikuwa amejinamia chini. Alikuwa analia sana na kunifanya nikubali kwamba nilikuwa nimemkosea. Mama, naomba unisamehe. Nilikuwa nazungumza vile kumwelekezea mama mara baada ya kumsogelea. Kusema kweli kabisa, Veronica mwanangu, umenisema maneno mabaya sana mimi kama mzazi, na nimeumia na kujisikia vibaya sana mwanangu. Na ndio maana nipo hapa kwa ajili ya kukuomba msamaha mama. Nimetambua makosa yangu kwamba nilikuwa nazungumza lugha chafu sana mbele yako, na sina budi kuomba radhi kwa maneno yangu makali niliyokuwa nazungumza mama. Nilikuwa nazungumza vile kumwelekezea mama. Mara baada ya kumwomba msamaha, akanisamehe na maisha yalikuwa nazidi kuendelea, na huku nilikuwa nimeshatwaliwa kabisa usichana wangu kimazingara kabisa na mjomba Sanga, ambaye alikuwa ni kaka kabisa wa mama yangu mzazi. Sikuwa nahitaji tena kumuuliza mama kuhusu lile shuka ambalo lilikuwa na damu yangu ya bikira. Nilionelea kwamba ni bora tu nikae kimya kwa kuhofia kwamba nitamkwaza tena mama. Sikumuona wala sikumsikia tena mjomba Sanga kuanzia pale. Mara baada ya mwezi mmoja, likizo ilikuwa imekwisha tayari. Kwa sasa nilikuwa natakiwa kurejea chuo Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na masomo. Mama akaniita kwa ajili ya kuzungumza na mimi katika usiku wa kuamkia safari.
Veronica mwanangu, nenda ukasome, sawa? Mimi nakupigania mwanangu siku zote bila kukata tamaa. Hakuna shida kabisa mama. Hata mimi najua vizuri kabisa kwamba unanipigania kila siku. Hilo nalijua. Ni kweli kabisa unajua mwanangu. Lakini sasa nitahakikisha kwamba maisha yetu yanabadilika. Na ninamshukuru sana Mungu kunijalia mtoto kama wewe. Alikuwa anazungumza vile mama, nikakumbuka kwamba alikuwa ananipigia simu mara nyingi nikiwa chuoni, na huku alikuwa anataka sana nijitunze, nijiepushe na masuala ya wanaume. Sawa mama, mimi nakuahidi kwamba siwezi kabisa kukuangusha katika hilo. Nilikuwa nazungumza vile. Muda wa safari ulifika. Niliondoka alfajiri mapema kabisa huku Arusha na kurejea Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea tu na masomo yangu chuo. Na huko kichwani nilikuwa nafikiria jinsi vile ambavyo nilikuwa nimemsaliti mpenzi wangu Jonasi. Konzo alikuwa ndio mtu wa kwanza kabisa kunipatia taarifa kwamba Jonasi alikuwa ameanzisha mahusiano mengine na mwanafunzi mwingine ambaye alikuwa anaitwa Agata. Kusema kweli kabisa Veronica, bado siamini kama kweli kabisa Jonasi anaweza kutembea na Agata, hasa kwa jinsi vile ambavyo anakupenda wewe. Lakini sasa hilo nimelithibitisha kwa macho yangu mawili kabisa kwamba Jonasi na Agata ni wapenzi. Alikuwa anazungumza pale Konzo kuniaminisha kwa kauli yake kabisa. Sasa nilipofikiria kumfuata Jonasi, moyo wangu ulisita kwa sababu na mimi nilikuwa nimsaliti kwake. Japo mimi ilikuwa ni tofauti. Sio kwamba nilikuwa nimemsaliti kwa kupenda, bali naweza kusema kwamba nilikuwa nimebakwa na mjomba Sanga. Kwa sasa kwa hali kama hii jamani, nitaanza vipi kumlaumu Jonasi kwamba amenisaliti? Nilikuwa najiuliza bali tu swali peke yangu mara baada ya kuachana na Konzo. Ilikuwa ni siku ya pili tu mara baada ya kurejea Dar es Salaam. Siwezi kabisa kuanza kumlaumu Jonasi, kwa sababu hata mimi mwenyewe nimemsaliti. Na mbaya zaidi ni kwamba hata bikira yangu imeshatolewa tayari. Nilikuwa nazidi kuwaza vile tu mwenyewe. Niliachana kabisa na wazo la kumuuliza Jonasi, japo hata mimi nilikuwa naona kabisa kwamba alikuwa amebadilika, na huku kizikizio chake kilikuwa ni kwamba ni kwa sababu sikuwa nimetaka kumpatia mapenzi. Lakini Jonasi, kwa sasa naweza kusema kwamba niko tayari kukupatia mapenzi. Nilikuwa nazungumza vile wakati mmoja tulipokutana. Jonasi alishangaa sana kwa sababu nilikuwa sijawahi kabisa kumwambia kama vile katika wakati wote nilipokuwa hapa chuo. Uko serious kweli Veronica na hicho ambacho anazungumza ama ni matani tu? Ni kweli kabisa niko serious Jonasi, kwa sababu siko tayari kabisa kuona na kupoteza. Nilikuwa nazungumza vile tu wakati tumekaa chumbani kwetu. Ilikuwa ni kawaida kwa wanaume kuingia katika vyumba vya wanawake na hata wanawake kuingia katika vyumba vya wanaume pia. Konzo pamoja na marafiki wengine walitupisha kwa sababu nilishawaambia kwamba nilikuwa na hamu ya kufanya mapenzi na Jonasi. Kusema kweli kabisa nafurahia sana kusikia kama hivyo mpenzi. Na kwa jinsi vile ambavyo nilikuwa na kuhangaikia kila siku, basi nimefurahia sana kusema kweli kabisa Veronica. Alikuwa anazungumza vile Jonasi na huku alikuwa anaanza kunishika. Hisia zikanipanda pale pale. Lakini sasa wazo la kwamba nilikuwa nimekeketwa likaja ghafla. Nikaogopa kumbuka. Jonasi, samahani, subiri kidogo. Nilikuwa nazungumza vile kwa tabu, na huku tayari Jonasi alikuwa ameshaanza kushikashika mwili wangu. Mhemko wa kufanya mapenzi ulikuwa umeshaanza kunipanda tayari. Nisubirie kitu gani tena mpenzi? Alikuwa anauliza vile swali Jonasi, na huku akionekana wazi kabisa kwamba alikuwa amezidiwa na alikuwa anahitaji sana kufanya mapenzi kwa muda ule. Alikuwa ameshavua shati lake na kulitupia chini. Hata sehemu kubwa ya mwili wangu pia ilikuwa nje. Subiri kwanza Jonasi. Una kinga? Nilikuwa namuuliza vile swali kimtego tu ili kusudi kuahirisha lile zoezi. Ni kweli kabisa nilikuwa nampenda sana Jonasi.
na nilikuwa nahitaji sana aje kuwa mume wangu wa maisha siku za usoni. Lakini sasa ile hali ya kwamba nilikuwa nimekeketwa ilikuwa inanipatia hofu kubwa sana. Unaona sasa vile ambavyo unataka kunibua Veronica eh? Kwani ulivyonipigia simu si nilikwambia kwamba nakuja na kinga kabisa? Kwa sababu hatuwezi kabisa kufanya mapenzi bila kinga, kwa hivyo ninayo ndio. Alikuwa anazungumza vile Jonas, na huku alikuwa anaendelea kuparamia mwili wangu na kunifanya nipandwe na mizuka ya ajabu. Subiri kidogo basi Jonas, kwa sababu hapa hatuwezi kabisa kufanya kwa uhuru. Kachukue chumba basi katika nyumba ya kulala wageni, alafu tutalala wote. Veronica bwana, inatoka mwanzo tu nilikuwa najua kwamba lazima tu utanizungusha kama hivi. Na ndio maana sikuwa naamini kabisa ulivyosema kwamba sasa uko tayari kufanya na mimi. Hapa na siwezi kabisa kukuzungusha mpenzi wangu. Napenda tuwe huru zaidi. Lini sasa tuende katika hicho chumba cha kulala wageni? Tutazungumza kwenye simu tupange itakuwa ni lini. Nilikuwa nazungumza vile Jonas ya kukaa aliondoka zake pale pale, na nikajua kabisa kwamba nilikuwa nimemkwaza. Kusema kweli kabisa Konzo, nimeshindwa kufanya naye. Nilikuwa nazungumza vile sasa kumwelekezea rafiki yangu Konzo. Veronica, kwani una shida gani wewe? Wewe si ulisema kwamba una hamu naye sana wewe? Sasa kilichokufanya usikate kiu leo ni kitu gani? Alikuwa anauliza vile swali Konzo kwa staili ya kunipatia lawama. Alikuwa anajua kwamba tayari nilikuwa nimetolewa uhusiano wangu na Jonas, na kumbe mwenzake tayari nilishatolewa muda mrefu kabisa huko Arusha. Sio kama hivyo ambavyo unafikiria Konzo. Lakini kusema kweli kabisa naona aibu. Unajua mimi bado bikra, sijawahi kabisa kufanya mapenzi na mwanaume yote ule. Sasa utaona aibu kama hivyo mpaka lini Veronica? Na nakwambia ukweli kabisa kwamba Jonas akikosa kwako basi ataenda kupata kwa mtu mwingine. Shauri yako. Ndio, ni kweli kabisa najua Konzo. Lakini sasa unanishauri nifanye kitu gani? Mimi nakushauri kwamba fanya naye. Lakini naogopa kwa sababu naona sana aibu. Basi mimi nina wazo hapa. Hiyo siku kama unasema kwamba unaona aibu sana, basi tumia kilevi ili kusudi kukata hiyo aibu yako. Huwa unamaanisha kwamba ninywe pombe au? Ndio Veronica. Hiyo ndio njia pekee ya kukata hiyo aibu yako. Unatakiwa kujifunza kunywa pombe. Alikuwa anazungumza vile Konzo kunipatia wazo la kutumia kilevi ili kusudi nipate kufanya mapenzi na Jonas. Wakati nalifikiria hilo nikapata wazo jingine. Basi utanifundisha Konzo, kwa sababu kusema kweli kabisa sijawahi kuitumia pombe. Nilikuwa nazungumza vile kumwelekezea Konzo, na nilikuwa nasema hivyo kwa sababu nilikuwa najua kwamba yeye alikuwa anatumia, kwa hivyo alikuwa anapaswa kunifundisha. Sasa wazo ambalo lilinijia pale ilikuwa ni kwamba nikishaijua vizuri hiyo pombe, nimshawishi na Jonas tulewe kwanza wote, ndipo tufanye mapenzi. Nilikuwa naamini kabisa kwamba mtu akishalewa basi anakuwa hana muda wa kuangalia ama kuchunguza vitu. Nikajisemea tu kwamba kama Jonas atakuwa amelewa kabla hatujaanza kufanya mapenzi, basi hatoweza kabisa kugundua kwamba nilikuwa nimekeketwa. Basi ni kweli kabisa rafiki yangu Konzo alianza kunifundisha pombe. Alinipeleka kwenye kumbi za starehe nyakati za usiku na kuanza kunifundisha taratibu. Alianza kunipatia bia ambazo zilikuwa na kilevi asilimia ndogo, na kisha akaendelea kuniingiza kwenye pombe kali ili kusudi nipate kulewa haraka. Lakini sitaendelea kutumia pombe katika maisha yangu yote. Nitaacha tu mara baada ya kumaliza kufanya mapenzi na Jonas. Hayo sasa yatakuwa ni maamuzi yako Veronica. Kama utapenda kuendelea kunywa pombe ni wewe, na kama utaachana nayo baadaye ni wewe pia, kwa sababu mwenzako anaipiga pombe kama sina akili nzuri hivi, na wala haiwezi kabisa kuingilia maisha yangu ya chuo. Naishi vizuri kabisa. Alikuwa anazungumza vile Konzo, lakini mimi nilipanga iwe hivyo, yani mara tu baada ya kumaliza kufanya mapenzi na Jonas,
basi niachane kabisa na pombe. Basi nilianza kuizoea pombe, na huku nilikuwa napiga mpaka chupa 3 kwa siku. Kichwa kilikuwa ni kigumu sana kuelewa. Nikaanza kupiga pombe kali. Hapo ndipo sasa nilikuwa najihisi kuelewa. Nilipoona kwamba nilikuwa sawa kukutana na Jonas kimwili, nilimfuata kwa sababu mahusiano yetu hayakuwa ni mazuri kabisa toka siku ile. Alikuwa ananishutumu kwamba sikuwa nampenda, labda pengine pia nilikuwa na mwanaume mwingine kwa sababu tu sikuwa nimempatia kile ambacho alikuwa anahitaji. Na nasema kabisa Veronica kwamba kama utanizingua na leo, ndio utakuwa umejiharibia kabisa wewe mwenyewe, kwa sababu nitakaa mbali kabisa na wewe. Alikuwa anazungumza pale Jonas, lakini sasa mimi nilimpatia uhakika kwamba siku hiyo ilikuwa ni lazima tu nimpatie mapenzi. Na kumbe unakunywa kabisa pombe Veronica? Alikuwa anashangaa vile Jonas wakati nikiwa nakata maji kama kambale kwenye tope. Ndio Jonas, nakunywa pombe. Kwa hivyo sasa inamaanisha kwamba humtaki tena Mungu, si ndio? Kwa sababu alisema kwamba huwezi kabisa kunywa pombe kwa sababu una imani kubwa sana na Mungu wako. Sasa nakushangaa sana leo unakata chupa za pombe kama unabugia maji tu. Alikuwa anazungumza pale Jonas, na huko na yeye alikuwa anapigilia unywaji. Ni kweli kabisa nilikuwa nimeshawahi kumkatalia kwamba situmi pombe kwa sababu yeye alikuwa anatumia. Alishawahi kuniwekea mtego wa pombe ili kusudi tufanye mapenzi. Lakini sasa nilipostuka kwamba alikuwa amenitega, nikaamua kuondoka zangu. Leo ndio alikuwa anashangaa sana kuona kwamba mimi pia nilikuwa ni mnywaji mzuri kabisa wa pombe. Jonas, mimi nakunywa pombe vizuri tu, kwa sababu tambua kwamba nimetokea Arusha na kule watu wengi sana wanakunywa pombe. Basi sawa. Alikuwa anazungumza pale Jonas. Tuligida sana pombe siku hiyo tukiwa baa. Tulikuwa na nyama choma pamoja na chipsi mayai. Na kama ambavyo unajua msikilizaji, Jonas alikuwa ametokea katika familia bora iliyokuwa na uwezo wa kipesa. Tulipiga mtungi mpaka nilikuwa nahisi kama vile nilikuwa nataka kuzimia. Mara baada ya muda tuliondoka pale usiku, na huko tulikuwa tunaelekea katika nyumba ya kulala wageni. Ile akili ya kwamba nilikuwa nimekeketwa iliondoka kabisa muda huo, kwa sababu pombe ambayo nilikuwa nimekunywa yote ilikuwa imekimbilia chini. Jonas na yeye alikuwa na mzuka wa ajabu sana, wala hakuchelewesha. Mapenzi ya pombe yalianza mara moja bila hata kuchojoana vizuri. Japo nilikuwa nimekeketwa ndio, lakini kusema kweli kabisa siku hiyo nilisikia raha ya ajabu. Nilimfanyia mambo mazuri sana Jonas kitandani, hata yeye pia akanifanya nisikia raha sana siku ile. Tulipomaliza tulijitupa kitandani na kulala. Asubuhi mapema kabisa nikawa ni mtu wa kwanza kabisa kuamka. Kichwa kilikuwa kinauma sana. Shuka ilikuwa imelawana damu kidogo. Sikuwa na maumivu popote pale. Nilimwamsha Jonas. Kusema kweli kabisa Veronica, leo siamini kabisa kama tumelala pamoja eti. Alikuwa anazungumza vile Jonas, na huku alikuwa anajinyosha. Na kila pale ambapo nilikuwa namtazama nilikuwa nahisi bado nilikuwa na aibu naye. Akataka tufanye tena pale asubuhi. Hapana Jonas, kwa sasa naweza kusema kwamba nimechoka sana, kwa sababu jana umenifanya mpaka basi. Nilikuwa nazungumza pale kumwelekezea Jonas. Jonas kusikia hivyo akaanza kucheka. Usicheke Jonas, si wanaona hata wewe umenifanya sana mpaka damu zimetoka. Na ni kweli kabisa nimeamini kwamba ulikuwa bado bikra. Na nafurahia sana kuona kwamba nimekuwa ni mwanaume wa kwanza kabisa katika mwili wako Veronica. Asante sana. Alikuwa anazungumza pale Jonas, na huko nilikuwa namtazama, na nilikuwa najiambia tu kwamba yeye alikuwa ni mwanaume wa pili, kwa sababu wa kwanza kabisa alikuwa ni mjomba Sanga, ambaye sikupendelea kabisa sana kukumbuka kile ambacho kilikuwa kimetokea kule katika mlima Kilimanjaro. Angalau sasa moyo wangu ulikuwa umetulia. Jonas hakufanikiwa kabisa kugundua kwamba nilikuwa nimekeketwa, kwa sababu tulikuwa tumefanya mapenzi wakati tumelewa.
Mara baada ya kutoka pale sasa nikarejea huku chuo kwa rafiki yangu Konzo. Yaani kusema kweli kabisa Veronica, kama na leo ungesema kwamba hamjafanya, ningeshangaa sana, na kusingelikuwa kabisa na njia nyingine ya kumshawishi Jonas aendelee kuwa na wewe. Alikuwa anazungumza pale Konzo mara baada ya kumsimulia kila kitu kwamba nilikuwa nimetoka kufanya mapenzi na Jonas. Na kusema kweli kabisa Konzo, nimefurahia sana leo. Huwezi kabisa kuamini. Ndio nimefanya kwa mara ya kwanza kabisa leo. Na ndio imeshakuwa hivyo sasa Veronica. Haiwezi kurudi nyuma. Akitaka utakuwa nampatia sasa kila wakati. Alikuwa anazungumza pale Konzo, tulicheka kwa pamoja kuashiria kwamba tulikuwa tumefurahia wote kwa kile ambacho kilikuwa kimetokea. Bado nilikuwa naivutia picha ile raha ya kufanya mapenzi na Jonas. Hata nikiwa darasani nilikuwa namkumbuka sana, na pale ambapo nilikuwa namuona basi nilikuwa nahisi kwamba natamani kuwa naye. Nilipotoka darasani Jonas alinifuata na kisha kunibusu, lakini hofu yangu ilikuwa ni kwenye kukeketwa tu. Nikajisemea tu kwamba kila pale ambapo nitakuwa nataka kufanya mapenzi na yeye, basi itakuwa ni lazima tulewe kwanza. Sasa huo ndio naweza kusema kwamba ulikuwa ni kama mchezo. Tunakunywa pombe kwanza, ndio tunakwenda kufanya. Alikuwa ananipatia pesa za matumizi mara 2 ya mwanzo. Nikawa namtumia mama ziweze kumsaidia. Hata hivyo baadaye alikuwa anazikataa, na huku alikuwa anasema kwamba hakuwa na shida na pesa. Nilikuwa nahisi ni vile tu mama alikuwa anaona aibu kupokea pesa zangu. Nikawa nazituma tu bila hata kumwambia. Hata zile 50,000 ambazo mjomba Sanga alikuwa amenipatia wiki chache zilizopita, nilizitumbua chuoni mpaka marafiki zangu walishangaa. Nilianza kuipenda pombe sasa, kwa sababu nilikuwa naitegemea kwenye kufanya na Jonas. Na siku hizi naona Veronica yuko vizuri sana kwenye kupiga maji. Anatupita kabisa mpaka sisi wazoefu. Alikuwa anazungumza pale Sofia siku moja kumwelekezea rafiki yangu Konzo. Mara baada ya mwezi mmoja hivi kupita, nilianza kuhisi kama vile nilikuwa na ujauzito. Nilikuwa natapika ovyo tu, hata wanachuo wenzangu walianza kustuka, na minong'ono ilikuwa ni mingi sana kwamba nilikuwa na ujauzito. Chuo kizima kwa sasa wanajua kwamba una ujauzito Veronica. Inamaanisha kwamba kweli kabisa hukuwa mwangalifu. Wanasema kwamba nina ujauzito. Ndio. Na tena nakwambia ukweli kabisa kwamba hizi taarifa zipo kila kona. Sijui hata kama Jonas zitakuwa zimemfikia tayari. Lakini sasa Konzo, unasema kwamba sikuwa mwangalifu. Hivi unajua kabisa kwamba anafanya mapenzi huku nimelewa. Huo uangalifu unatokea wapi sasa? Basi hapo inabidi umweleze mapema kabisa Jonas. Ama unataka kuitoa juu kwa juu? Hapana Konzo, siwezi kabisa kutoa ujauzito kwa sababu naogopa. Wacha kwanza nizungumze na Jonas kwanza nione atasemaje. Nilikuwa nazungumza vile, na ni kweli kabisa nikamtafuta Jonas na kisha nilizungumza naye. Akaniuliza mimi nilikuwa nawaza kitu gani kuhusu huo ujauzito. Nikamweleza wazi kabisa kwamba sikuwa nafikiria kuhusu kutoa ule ujauzito kwa sababu nilikuwa naogopa. Alifurahia sana kusikia hivyo na akasema kwamba yeye atailea. Lakini sasa itakuwaje kuhusu kusoma Jonas? Utasoma vipi sasa ukiwa na ujauzito kama hivyo my love? Ndio maana nauliza sasa Jonas itakuwaje? Kwa sababu kusema kweli kabisa naogopa sana mama akijua kwamba nina ujauzito Jonas. Usijali kabisa juu ya hilo Veronica, sawa? Tunafunga safari mpaka kwenu Arusha kwa mama yako. Mambo mengine niachie mimi, sawa? Alikuwa anazungumza pale Jonas na kunihakikisha kwamba haitakuwa tatizo. Nilikuwa namjua vizuri kabisa mama yangu vile ambavyo alikuwa ananisihi kila wakati kwamba nisome. Kila pale ambapo nilikuwa nazungumza naye alikuwa ananiuliza jinsi masomo yalivyokuwa yanaendelea, na mimi nilikuwa namhakikisha kwamba nitatimiza ndoto zangu na ndoto zake kama mzazi pia. Sasa leo akisikia kwamba nina ujauzito huku chuoni, nilikuwa najiuliza tu kwamba itakuwaje. Nilianza kuwaza sana msikilizaji.
Sikuwa tena na muda wa kufuatilia masomo. Jonas akanichukua na nikawa naishi kwake sasa. Alikuwa na nyumba ambayo alikuwa amejengewa na babake mzazi. Wazazi wake sasa walikuwa naishi huko Tabora mara baada ya kustaafu kuitumikia nchi katika vitengo mbalimbali serikalini. Kwa sasa walimjengea nyumba na kumpatia uhuru wa kubakia Dar es Salaam. Kusema kweli kabisa, nyumba yenu ni nzuri sana Jonas. Lakini sasa wazazi wako watakapojua kwamba unakaa na mwanamke itakuwaje? Watakuelewa kweli Jonas? Nilikuwa namuuliza vile swali Jonas. Wala upaswi kabisa kuwa na hofu ambazo hazina msingi kabisa Veronica, sawa? Mimi ndio nimeamua kuwa na wewe. Kwa hivyo hakuna mtu yoyote atakayenipinga katika maamuzi yangu ya kuwa na wewe. Wala usiwe na shaka kabisa. Alikuwa anazungumza pale Jonas. Kusema kweli kabisa, Jonas alikuwa ni mwanamume ambaye alikuwa na msimamo yake na alikuwa anataka niwe huru kabisa katika kila jambo. Na kuanzia sasa sitaki kabisa kuona unakunywa pombe yoyote ile, kwa sababu unaweza kuharibu kabisa huo ujauzito. Alikuwa anazungumza pale Jonas, na ni kweli kabisa nikaacha kunywa pombe, lakini bado hofu yangu ya kukeketwa ilikuwa inaendelea kunitesa mno, mpaka nikamweleza mama kwamba nilikuwa najihisi niko tofauti na wanawake wengine. Mama akaniambia kwamba nisijali, huo tofauti ambao nilikuwa naona ni kwamba hao wanawake wengine ndio walikuwa tofauti na mimi, kwa sababu mimi ndio nilikuwa nimekamilika. Na kumbe nyakati hizo zote, msikilizaji, wakati haya yote yanaendelea kati yangu mimi na Jonas, mama pamoja na mjomba Sanga walikuwa wamekamilisha mambo yao. Lile shuka ambalo lilikuwa na damu ya bikira yangu lilikuwa ni kama sadaka ya mambo yake mjomba Sanga kufanikiwa. Alilipeleka lile shuka kwa mganga wa kienyeji, wakapata pesa na akabadilisha maisha ya mama. Na kumbe hata wakati ule ambao nilikuwa namwambia mama kwamba namtumia pesa ziendelee kumsaidia, na alikuwa anasema kwamba nisimtumie, ilikuwa ni kwa sababu alikuwa na pesa nyingi tena za kutosha tu. Tulipanga safari ya kuelekea Arusha ili kusudi kumtambulisha Jonas kwa mama yangu mzazi. Tulipofika Arusha, nilikuwa najua kabisa kwamba nilikuwa nakwenda katika uwanja wa vita ya pili ya dunia, kwa sababu kumweleza mama kwamba eti nilikuwa na ujauzito na ndio umefanya nikatishe masomo ambayo mama alikuwa anahangaika usiku na mchana kunilipia ada. Ilikuwa ni kazi ngumu sana kusema kweli. Lakini sasa, msikilizaji, ningefanya kitu gani na wakati tayari nilikuwa na ujauzito? Ilikuwa ni lazima tu nimweleze mama, kwa sababu hata kutoa sikuwa tayari kabisa. Aliponiona tu mama alifurahia sana kuniona, lakini sasa ujio wangu ulianza kumtatanisha, hasa mara baada ya kumwona kijana Jonas. Na huyu ni nani bwanangu? Alikuwa anauliza pale swali mama kwa kilugha cha kwetu. Lengo lake lilikuwa ni kwamba Jonas asijue ni kitu gani ambacho mama alikuwa ameuliza. Huyu ni mgeni wetu mama, nitakutambulisha nyumbani, wala usijali. Veronica? We haya tu. Alikuwa anazungumza pale mama kwa sauti ya kuonya, na huku tulikuwa tunaongozwa na kuelekea nyumbani. Mama alikuwa anahisi kabisa kwamba huyu ambaye nilikuwa nimekuja naye hakuwa ni mgeni wa kawaida, lazima tu alikuwa ni mwanaume wangu. Tulizungumza mambo machache kabla ya kuniuliza kuhusu chuo. Bado nilikuwa namsisitiza kwamba tutazungumza tu nyumbani. Tulipofika nyumbani, nilianza kushangaa mazingira jinsi vile ambavyo yalikuwa yamebadilika. Nyumba ilikuwa imefanywa ukarabati mkubwa sana. Sasa ilikuwa imeng'ara sana. Sikutaka kabisa kumuuliza mama, japo kulikuwa na mabadiliko mengi sana pale nyumbani. Karibu sana Jonas. Nilikuwa namkaribisha vile mpenzi wangu Jonas. Mama alikuwa ananitazama kwa jicho la husuda, mpaka nilikuwa najiuliza mara mbili ni kwa nini mama alikuwa ananitazama kama hivyo. Mama, kusema kweli kabisa, nyumbani pamebadilika sana. Nilikuwa nazungumza vile, lakini mama hakuzungumza chochote. Nafikiria kwamba alikuwa anasubiria kuona utambulisho wa Jonas
Nilianza kumtambulisha Jonas kwa mama. Alinisikiliza mpaka mwisho kabisa, na nilipomaliza akaniita nje. Veronica, unasema kwamba yule ni nani? Alikuwa anauliza vile swali mama mara baada ya kuniita nje. Ni kama vile hakuwa amefurahishwa kabisa na utambulisho ule. Alikuwa anaonekana kwamba alikuwa na hasira. Ni mume wangu mtarajiwa mama. Nilikuwa nazungumza vile kwa kutimiza tu wajibu wa kumjibu mama yangu, lakini alikuwa kwenye hasira sana. Veronica, unajua kabisa kwamba mimi nilikupeleka chuo kwa ajili ya kusoma na sio kuhangaika na hawa wanaume. Kwa sasa unataka kuniambia kwamba hakuna chuo tena, si ndio? Ndio, ni kweli kabisa mama, hakuna tena chuo. Na sasa mimi ni mjamzito. Unasemaje Veronica? Mja nini? Na gharama zote tulizotumia toka mwanzo kabisa ni kazi bure, si ndio? Alikuwa anazungumza vile mama kwa jaziba na kisha kunivuta nywele. Lakini mama, unaniumiza. Mjinga kabisa wewe. Veronica, umefanya kitu gani sasa? Alikuwa anauliza vile swali mama kwa jaziba. Alinisema sana mpaka nilikuwa najisikia hovyo, nikaanza kutapika pale pale. Jonas alivyosikia kwamba nilikuwa natapika akanifuata kule nje ili kusudi kunihudumia. Mama akampiga kikumbo wakati wanapishana mlangoni. Jonas akamwomba msamaha mama kwa kile kitendo, lakini mama hakujibu kitu. Alizama ndani. Vipi, uko salama Veronica mpenzi? Alikuwa anauliza pale swali Jonas akinishika na huko nilikuwa naendelea kutapika. Uwepo wa Jonas pale ulinifanya najisikia vizuri, kwa sababu kila pale ambapo nilikuwa namtazama nilikuwa najihisi ni mwenye bahati. Alikuwa anajua jinsi ya kumjali mwanamke na alikuwa ananipenda sana Jonas, kwa sababu hata licha ya kujua kwamba alikuwa amenipatia ujauzito wakati tuko chuo, bado alikubali kabisa kusafiri na mimi mpaka nyumbani kwetu kuja kujieleza kile ambacho amefanya. Sasa ni mwanaume gani wa kizazi cha leo angeweza kufanya kama ambavyo Jonas amefanya? Alikaa na mimi pale nje mpaka nilipomaliza kutapika. Akanipeleka sebuleni na kisha akanilaza kwenye kochi. Akaelekea jikoni ambako alisikia purukushani zilikuwa zinaendelea. Alipofika jikoni alimkuta mama yangu. Samahani mama, nilikuwa nauliza kama naweza kupata uji na limao. Alikuwa nauliza pale swali Jonas kumwelekezea mama kwa heshima zote. Unaulizia uji na limao? Wakati ulipokuwa unampachika ujauzito binti yangu aliniomba ruhusa mimi kama mzazi wake. Mama alikuwa anajibu vile kwa jaziba sana. Mimi nilikuwa nasikia kila kitu ambacho kilikuwa kinazungumzwa huko jikoni, lakini sasa sikuwa na nguvu ya kuzungumza kabisa. Nilikuwa namjua vizuri mama yangu jinsi vile ambavyo alikuwa ni mkaksi. Hapana mama, sio hivyo. Ni kwamba tu Veronica ajisikie vizuri, na ndio maana nimekuja kuomba uji pamoja na limao. Naomba nisamehe sana kama nitakuwa nimekukwaza mama. Hata hivyo naweza nikatengeneza mwenyewe. Kwa sasa hivi ndivyo ambavyo watoto wa jiwari mnazungumza, si ndio? Kwamba unaweza kutengeneza mwenyewe, yaani utengeneze uji na limau kwenye nyumba za watu. Hiyo ndio adabu uliyofundishwa na wazazi wako kijana? Naona kabisa kwamba huyu Veronica anakupatia jeuri. Sasa tutaona kama kuna chochote ambacho kitaendelea. Washenzi wakubwa nyinyi. Alikuwa anazungumza vile mama kwa jaziba. Unamaanisha kitu gani mama kuzungumza kama hivyo? Kwamba eti sasa tutaona kama kuna chochote ambacho kitaendelea? Unamaanisha kitu gani mama? Utanielewa tu taratibu. Alikuwa anazungumza vile mama kwa jaziba na kisha aliondoka. Jonas alibaki na huku alikuwa haelewi kabisa yale maneno ambayo mama alikuwa amezungumza yalikuwa yametokana na kitu gani, lakini pia alikuwa anamaanisha kitu gani. Basi alipoangaza huku na huku kule jikoni,
Aliona kulikuwa na jiko la gesi, akaliwasha na kisha kuweka maji. Akatafuta unga na kisha kuweka kwenye maji na akaanza mapishi ya uji. Alikwenda gengeni kwa ajili ya kununua limao, akaweka kwenye uji na kisha akaniletea. Kusema kweli kabisa, nilikuwa namwonea sana huruma Jonas kwa jinsi vile ambavyo alikuwa ananijali. Alikuwa anavuja jasho usoni. Rangi yake nyeupe iligeuka kama nyekundu sasa kutokana na kukaa jikoni ambako hakuwa amezoea. Haujazoea maisha kama haya Jonas, si ndio? Nilikuwa namuuliza pale swali Jonas mara baada ya kupata nguvu. Uji ambao Jonas alikuwa ameandaa ni kweli kabisa ulinisaidia, kwa sababu nilikuwa nimetapika sana na kupoteza maji, na hata chakula ambacho nilikuwa nimekula chote nilikuwa nimetapika. Lakini hata kama ni kweli kabisa sijazoea maisha kama haya mpenzi, napaswa kuzoea, kwa sababu ndio mazingira yalivyo Veronica. Usijali kabisa juu ya hilo. Alikuwa anazungumza vile Jonas. Kusema kweli kabisa nilikuwa namwona kama alikuwa ni mwanaume wa kipekee sana kwangu msikilizaji. Jonas alikuwa anaonyesha kunijali katika hali zote, haijalishi alikuwa anapitia kitu gani. Na huwa nasikia tu watu wanasema kwamba wanaume wenye kujali kama Jonas eti wanapatikana Njombe huko tu kwa kina Felix Mwenda. Lakini sasa unateseka sana kisa mimi Jonas. Sio kisa wewe tu mpenzi, bali pia ni kwa ajili ya mtoto aliyoko tumboni. Usijali kabisa juu ya hilo. Alikuwa anazungumza pale Jonas. Tukajikuta tulikuwa tunacheka na kufurahia mpaka usiku ulipoingia. Umeme ulizimika. Usiku kulikuwa giza. Mama muda wote alikuwa amejifungia tu chumbani kwake. Hata sijui kabisa ni kitu gani ambacho alikuwa anawaza kuhusu sisi. Hatuwezi kabisa kulala hapa Veronica kwa sababu ya mbu kama hivi. Maana umeme umekata. Utaugua marali ya bure tu. Na siku zote mama mjamzito hapaswi kabisa kung'atwa na mbu kwa ajili ya usalama wa afya yake yeye pamoja na mtoto. Alikuwa anazungumza pale Jonas, na huku alikuwa ananishauri nikagonge kwenye mlango wa mama ili kusudi nizungumze naye. Jonas, unapenda kusikia maneno ya kukera ya mama au? Hata kama atakuwa na maneno ya kukera kiasi gani mpenzi, lakini sasa ni lazima walale ndani ya chandarua. Kwa hivyo kama itawezekana basi nenda kalale naye, alafu mimi nitalala hapa mpaka asubuhi. Mungu wangu. Kusema kweli kabisa nilikuwa naona kwamba huo ulikuwa ni mtihani mzito sana. Eti niende katika chumba cha mama na kisha nimgonge na nimweleze kwamba nataka kulala pamoja na yeye, kwa sababu huko ndani kwake kulikuwa na chandarua. Ulikuwa ni mtihani mzito sana. Lakini sasa ni kweli kabisa nikainuka na kuelekea kugonga mlango. Vyumba vingine vilikuwa vimefungwa muda huo. Nilimgongia mama mlango zaidi ya mara 3, na mara ya 4 mama alifungua mlango. Unasemaje? Alikuwa anauliza pale mama kwa kisirani mpaka nikaogopa. Samahani mama, nilikuwa naomba funguo ya chumba kimoja ili kusudi nilale pamoja na Jonas. Unasema kwamba unaomba funguo ya chumba kimoja ili kusudi ulale na Jonas? Hivi una akili nzuri kabisa we mtoto? Nyumba yangu mimi unataka ulale na mwanaume wako wewe? Alikuwa anazungumza pale mama kwa jaziba. Nilikaa kimya tu kumsikiliza, kwa sababu nilikuwa najua kwamba kama ningemjibu angeweza hata kutufukuza. Alipomaliza kuzungumza aliingia chumbani kwake. Nilisimama pale nje mlangoni mpaka nilikata tamaa. Lakini sasa wakati anaondoka nikasikia mlango ulikuwa unafunguliwa na ufunguo ukatupwa chini na kisha mlango ukafungwa tena. Niliwasha tochi ya simu na kisha kuokota ufunguo bila kujua utakuwa unafungua mlango gani kati ya milango minne ambayo ilikuwepo pale chumbani. Jonas akanisaidia kujaribu ile funguo mpaka tulipokipata chumba husika. Na kwa sababu ilikuwa ni giza, umeme ulikuwa umekata,
Ndiyo maana kulikuwa na usumbufu mkubwa. Ndani ya chumba kile kulikuwa na kitanda ambacho nilikuwa nalalia zamani. Vitu vingi vilikuwa ni vile vile ambavyo niliviacha. Kulikuwa na vumbi sana. Tulifanya usafi mdogo usiku ule ule, na tulipomaliza tulikuwa hoi tumechoka. Inabidi tukaoge sasa mpenzi. Alikuwa anazungumza pale Jonasi, na ni kweli kabisa tulikuwa tunatakiwa kuoga kwa sababu jasho lilikuwa limetutapakaa mno katika miili yetu. Sasa inabidi nikaanze mimi kuoga, ndipo kaoge na wewe, kwa sababu kama mama akitusikia itakuwa ni shida. Sawa, basi nakusubiria. Alikuwa anazungumza pale Jonasi, na ni kweli kabisa nilianza mimi kuelekea bafuni kuoga. Niliporejea alielekea yeye kuoga. Kutokana na uchovu wa safari kutoka Dar es Salaam mpaka hapa Arusha, alafu ukizingatia na mimi nilikuwa na ule ujauzito, nikajikuta nilikuwa nazama katika usingizi kabla Jonasi hajarejea kutokea huko bafuni. Jonasi hakurejea kabisa mpaka majira ya saa 8 za usiku niliposhtuka. Nilipoangaza pale kitandani sikumwona kabisa Jonasi. Nilipapasa sana bila kumwona, na kwa bahati nzuri ni kwamba umeme muda huo tayari ulikuwa umerejea. Niliamka na kisha kuwasha taa, lakini licha ya kuwasha taa mle chumbani sikupata kabisa kumwona Jonasi, wala sikupata kabisa kumsikia. Kusema kweli kabisa nilikuwa naanza kuchanganyikiwa. Ikabidi nitoke na kisha kwenda kumtazama sebuleni. Nilimkuta alikuwa amelala sebuleni. Niliamsha na kisha tulielekea chumbani. Unalala vipi sasa sebuleni Jonasi na mbu wote wale? Kusema kweli kabisa hata sijui nimeweza vipi kulala pale sebuleni Veronica, kwa sababu nakumbuka mara ya mwisho nilikwenda bafuni kwa ajili ya kuoga, nikajikuta napata kizunguzungu tu. Hata sikujua kabisa ni kitu gani ambacho kiliendelea mpaka umenikuta pale sebuleni nimelala. Alikuwa anazungumza pale Jonasi. Yaani kutoka bafuni mpaka sebuleni kulala. Nilikuwa na staajabu vile tu msikilizaji, kwa sababu alikuwa anachekesha. Mtu atoke bafuni ambako alikuwa anatazama na kabisa na chumba chetu, halafu aelekee sebuleni kulala ambako kulikuwa mbali kabisa na chumba chetu. Usinichekeshe jamani Jonasi usiku wote huu. Ni kweli kabisa kama ambavyo nakwambia Veronica. Sijui kabisa nimefika vipi kule sebuleni. Alikuwa anazungumza pale Jonasi. Ilikuwa ni kama hadithi ambayo ilikuwa nasadikika tu, na huku ukweli wa tukio ukibakia kuwa wa kuchekesha. Basi usiku ule tulilala mpaka asubuhi kulipokucha. Mimi niliamka kwa sababu nilikuwa nimelala vizuri kabisa, lakini Jonasi nilikuwa nimemwacha akiwa bado tu amelala. Nilimgongea mama mara kadhaa, lakini sikusikia kabisa majibu kutokea kwake. Ndipo nikaelekea nje. Kulikuwa na jirani mmoja ambaye alikuwa anafanya usafi kule nje. Alikuwa ananijua vizuri kabisa kwa sababu nilikuwa nimeishi pale kwa miaka mingi sana. Aliponiona alifurahia sana, alafu akanisalimia kwa mbwembwe zote za kumaanisha kwamba hakuwa ameniona kwa muda mrefu. Lakini pia nimekusikia kama unamuita mama yako huko ndani Veronica. Ndio, ni kweli kabisa jirani, nilikuwa namuita mama, lakini sijapata kabisa majibu ni wapi ameelekea. Ametoka hapa mapema sana. Kuna gari ndogo ilikuja hapa kwa ajili ya kumchukua alfajiri. Unasema kwamba mama ametoka hapa mapema sana na gari ambalo limekuja kumchukua alfajiri? Sasa atakuwa ameelekea wapi tena jamani? Nilikuwa nauliza vile swali. Kwa sasa inamaanisha kwamba mama ametoka bila hata kukuaga binti yake kabisa ama? Alikuwa nauliza vile swali huyu jirani. Nilipoona kwamba alikuwa nauliza maswali ya kimbea kama hivyo, nilimuaga na kisha kuelekea ndani. Niliandaa chai ili kusudi Jonasi akiamka ale, kwa sababu tulikuwa tumelala bila hata kula. Alafu nilikuwa nahisi njaa pia. Nilipomtazama nilimkuta alikuwa amelala. Sikutaka kabisa kumwamsha. Alipoamka akanikuta nilikuwa sebuleni nimekaa. Tulijumuika pamoja kunywa chai.
Tulipomaliza kunywa tukarejea tena kule chumbani kwetu. Siku ile mpaka inakwisha hatukumwona kabisa mama. Siku ya pili ilianza mpaka inakwisha, lakini pia hatukumwona tena mama. Siku ya tatu ilikuwa vile vile. Siku ya 4 ilikuwa vile vile. Hatimaye ilikuwa ni zaidi ya siku 7 sasa bila kujua mama alikuwa amekwenda wapi, na hakutaka kabisa kupokea simu yake wakati ambao tulikuwa tunampigia. Lakini mpenzi wangu, mama ni mtu mzima yeye. Bila shaka anajua vizuri kabisa kitu gani ambacho anafanya. Alikuwa anazungumza vile Jonas. Ni kweli kabisa kama hivyo ambavyo anazungumza Jonas. Lakini sasa kusema kweli kabisa, haya ni maisha gani? Basi kama vipi tuondoke zetu Jonas? Hapana mpenzi wangu Veronica. Kwa sababu hata lengo la kufunga safari kutoka Dar es Salaam mpaka hapa Arusha ilikuwa ni kwa ajili ya kuja kumpatia taarifa mama juu ya ujauzito alionao. Lakini sasa hatuwezi kabisa kuondoka bila yeye kuridhia. Tunapaswa kuvumilia mpaka pale hasira zake zitakapoisha, ndipo sasa ataturuhusu tuondoke. Lakini sasa kusema kweli kabisa, ni kwa nini mama ananifanyia mimi kama hivi? Yaani inakuwa ni kama vile hajanizaa kabisa yeye jamani. Nilikuwa najiuliza vile tu swali kwa sauti ya uchungu, na hasa mara baada ya kukumbuka tukio la kubakwa na mjomba Sanga, ambapo kwa maelezo ya mama ilikuwa naonyesha kwamba alikuwa anajua kila kitu. Usiseme kama hivyo Veronica, sawa? Naamini kabisa kwamba mama atakuwa amekasirika tu kwa sababu taarifa isiyo njema kwa mzazi yoyote ule. Hebu fikiria kwamba hata wewe ungekuwa ni mzazi Veronica, ndio unamsomesha mtoto wako kwa gharama kubwa sana, halafu anaishia kupata ujauzito kama hivi, ungefurahia? Kwa hivyo ni wazi kabisa kwamba hili ni jambo ambalo linaweza kumuumiza mzazi yoyote ule, na ndio maana nasema kwamba tusiondoke hapa mpaka pale ambapo tutapata radhi zake kama mzazi. Alikuwa anazungumza vile Jonas. Kusema kweli kabisa, Jonas alikuwa ni mwanamume ambaye alikuwa na busara na hekima kubwa mno. Ni kama tu ambavyo nilikuwa nimezungumza mwanzo, msikilizaji, Jonas alikuwa ni mwanamume wa pekee sana. Naomba nifanye kwa mke wako Jonas, tafadhali sana. Usijali kabisa kwa hilo Veronica. Wewe naweza kusema kwamba tayari ni mke wangu. Kwa tusubiri tu baraka za mama yako basi. Alikuwa anazungumza vile Jonas. Kutokana na maneno mazuri ambayo Jonas alikuwa anazungumza, nikajikuta nilikuwa nataka kumweleza ukweli kuhusu kukeketwa kwangu, lakini sasa niliona kwamba huo haukuwa ni muda sahihi. Ulipita mwezi mmoja, msikilizaji. Bado mama hakuwa anaonekana kabisa nyumbani, na wala simu yake sasa sio tu kwamba haikuwa inapokelewa, bali kwa sasa haikuwa inapatikana. Hofu ilianza kuniingia. Nilikuwa nahisi labda pengine alikuwa amepatwa na tatizo. Nilimfuata yule jirani ambaye alikuwa amenipatia taarifa kwamba mama alichukuliwa na gari dogo ile siku. Nilichotaka kujua ni kwamba ni nani ndio alikuwa amekuja kumchukua mama. Samahani jirani. Mpaka sasa ni mwezi umepita, unajua kwamba mama hajarejea, na hata kwenye simu yake hapatikani kabisa. Mpaka nimeanza kuingiwa na wasiwasi sasa. Nilikuwa nazungumza vile kumwelekezea jirani mara baada ya kunipatia nafasi ya kuzungumza naye. Inamaanisha kwamba tokea siku ile mpaka leo hajarejea tu au? Ndio jirani. Na kusema kweli kabisa napata mashaka makubwa mno ni wapi mama yangu alipo. Hivyo ulimtambua labda ni nani alikuja kumchukua ile siku alfajiri kama ambavyo alisema uliona gari? Nilikuwa namuuliza pale swali jirani. Jirani alionekana kutafakari kabla ya kunijibu, na ni wazi kabisa kwamba alikuwa anamtambua huyu aliyekuja kumchukua siku ile.
Ya, sura yake naweza kusema kwamba sio ngeni sana pia. Anaonekanaje? Alikuwa ni mweusi. Sijajua kuhusu urefu kwa sababu alikuwa ndani ya gari. Basi huyo itakuwa alikuwa ni mjomba Sanga tu. Nilikuwa nazungumza vile mara baada ya kusema kwamba alikuwa ni mweusi. Nikamwonyesha picha ya mjomba Sanga kupitia simu yangu ili kusudi amtambue kama alikuwa ni yeye ama alikuwa ni mtu mwingine. Ndo huyu alikuja kumchukua mama. Hata hivyo sasa, Vero, hupaswi kabisa kuwa na wasiwasi sana, kwa sababu huyu alikuwa anakuja hapa nyumbani kwenu mara kwa mara, na yeye ndio alikuwa anasimamia ukarabati wa nyumba yenu mpaka walipokwisha. Sawa, nashukuru sana jirani. Nilikuwa nazungumza vile tu baada ya kushusha pumzi ndefu za kuchoka. Uvumilivu wa kuendelea kumsubiria mama ulinishinda. Nikamweleza Jonas kwamba nimechoka kumsubiria, ikiwezekana tuondoke tu. Na muda huo tayari ujauzito ulikuwa umefikisha umri wa miezi 4. Hata katika upande wa Jonas ilikuwa ni vile vile. Alikuwa ameanza kuchoka kumsubiria mama, licha ya kwamba kila siku alikuwa na ujasiri wa kusema kwamba tuendelee kumsubiria. Tulikusanya mabegi yetu ili kusudi tuanze safari ya kuondoka. Lakini sasa ile tunafika mlangoni tukasikia mlio wa gari. Nilichungulia nje, nikamwona mama alikuwa anashuka kwenye gari ya mjomba Sanga. Tukarejesha mabegi yetu ndani ili kusudi asijue kama tulikusudia kuondoka. Wote waliingia ndani na kutukuta tulikuwa tumekaa pale sebuleni. Mjomba Sanga alitusalimia na kuketi pamoja na sisi, lakini mama alipita zake na kuingia chumbani kwake moja kwa moja. Hivi mama yangu kwani amepatwa na kitu gani kwani mjomba? Nilikuwa namuuliza pale swali mjomba Sanga, kwa sababu yeye ndio naweza kusema kwamba alikuwa karibu zaidi na mama. Hapo sasa mimi sijajua mjomba. Labda mimi ndio nikuulize wewe, Veronica, umemfanya kitu gani mama yako? Mimi tena mjomba Sanga? Kwa sababu kusema kweli kabisa mama simuelewe tu, ameninunia tu ghafla. Aliondoka hapa zaidi ya mwezi mmoja uliopita bila hata kuzungumza na kwenda wapi. Mama yako amechukizwa sana na kitu ambacho umefanya. Kwa hivyo unapaswa kumwomba sana msamaha Veronica. Mpaka hapo walipofika amekupigania sana bila kuwa na msaada wa aina yoyote ile. Lakini sasa wewe umeamua kumlipa kitu ambacho hastahili kabisa. Lakini mjomba, makosa siku zote hayarekebishwi kwa hasira kama hizi, bali yanarekebishwa kwa busara zilizo njema. Na kosa hili kama hii atakuwa anajenga au anabomoa? Jonas naye alikuwa anazungumza vile. Kijana, hata kama wewe ndio ungekuwa ni mzazi wa Veronica, kwa hichi ambacho kimetokea ungetumia busara gani? Siku zote tunu ya mama ni kuona mtoto anafikia malengo aliyoweka mzazi. Sasa kama mtoto anafikia hatua ya kuharibu maisha yake, unafikiria mzazi atakuwa katika wakati gani? Lakini sasa imeshatokea tayari mjomba, na tumekiri makosa yetu, na ndio maana tuko hapa. Kwa hivyo kile ambacho kinatakiwa kama mzazi akubali kwamba maji yameshamwagika. Tuangalie ni kitu gani ambacho kinafuata baada ya hapa. Ona hata ujauzito wake unakaribia miezi 5 sasa. Kama hali itaendelea kuwa hivi, anaweza kukonda kabisa kwa mawazo. Alikuwa anazungumza pale tena Jonas. Ni wazi kabisa kwamba nilimuona mjomba Sanga alikuwa anamtazama Jonas kwa jicho baya. Sikujua kabisa kama alikuwa anamtazama kama mwanaume wangu ama alikuwa anamtazama kama adui aliyekatiza ndoto zangu za masomo. Na mbona yeye mjomba alikuwa ameutumia mwili wangu kwa starehe zake, na tena akiwa anashirikiana na mama yangu mzazi kabisa bila kujali mimi nilikuwa ni mtoto wao. Nilikuwa najiuliza pale tu maswali, na huku nilikuwa naendelea kumtazama mjomba Sanga.
Kwa sasa jamani, kitu cha kufanya hapa ni nyinyi kuzungumza tu na mama. Hakuna chochote kingine ambacho mnaweza kufanya. Alikuwa anazungumza vile mjomba na kisha akafunga mazungumzo. Lakini sasa mjomba Sanga, mimi nasema tu kwamba kama hatufiki makubaliano hapa, mimi nitaondoka. Nitakuwa tayari kabisa kwenda kuishi mbali kabisa bila kuwa na baraka zenu nyinyi. Nilikuwa nazungumza vile, yalikuwa ndio maamuzi yangu msikilizaji, na sikutaka kabisa mtu yoyote aweze kunipinga. Hata nilipozungumza na mama nilimweleza hivyo hivyo kwamba kama hatotaka tumalize tofauti, basi nitaondoka zangu tu na kumwacha na hasira zake vile vile ambazo alikuwa nazo. Kwa sasa wewe unataka nifanye kitu gani? Alikuwa anauliza pale swali mama mara baada ya kunisikia kwamba nilikuwa tayari kufanya maamuzi yangu magumu kama ataendelea kukasirika vile vile. Mama, mimi nataka ukubali niolewe na Jonas. Unataka Jonas awe mumeo, si ndio? Ndio mama, hicho ndicho kitu ambacho mimi nahitaji. Lakini hata kama utasema hapana, sintoweza kabisa kurudi nyuma. Kwa sababu mtoto aliyoko tumboni anatakiwa kulelewa na baba yake mzazi mama. Nilikuwa nazungumza baada ya kumwelekezea mama. Mama hakuwa na jinsi. Alikubali tu mimi nifunge ndoa na Jonas. Ruhusa ilikwenda sawa na mipango ya haraka haraka. Hatimaye ni kweli kabisa tulifunga ndoa Arusha kwenye lile kanisa ambalo nilikuwa nasali siku zote. Mara baada ya ndoa kufungwa tukarejea Dar es Salaam na huko tayari tulikuwa ni mke na mume. Maisha ya ndoa yalianza rasmi kabisa na furaha ilikuwa imetawala maishani mwetu. Tulikwenda kuishi maeneo ya Mbezi na huko ndiko nilikokutana na Mama Sofia. Alikuwa na jirani yetu na siku moja alikuwa amenisaidia pale ambapo nilikuwa najisikia vibaya. Hapo ndipo sasa ulikuwa ni mwanzo wa kufahamiana kwetu. Tulijenga urafiki mkubwa sana na huyu Mama Sofia ambaye alikuwa ni mfanyabiashara na alitokea kunipenda mno kwa jinsi vile ambavyo nilikuwa na moyo wa ujasiri na kujali pia. Jonas, kusema kweli kabisa mke wako ni mtu wa pekee sana. Ana moyo wa dhahabu sana Jonas. Alikuwa anazungumza vile Mama Sofia kumwelekezea Jonas mume wangu. Siku moja nikaona kwamba nimweleze ukweli kabisa Mama Sofia kwamba mimi nilikuwa nimekeketwa na hilo lilikuwa ni jambo la siri sana kwangu. Mume wako anajua hilo au? Hapana Mama Sofia. Nimemficha kwa muda mrefu sana mpaka sasa. Hapana Veronica, upasi kabisa kumficha mumeo. Ni lazima tu atajua mwenyewe. Kwa vizuri kama ukimweleza wewe mwenyewe kabla yeye hajajua. Lakini sasa nahofia kwamba anaweza kuja kuniacha Mama Sofia. Siku zote usikubali kabisa roho ya uoga ikutawale Veronica. Mweleze mume wako ajue hali ambayo uko nayo. Alikuwa na shauri vile Mama Sofia. Jinsi ya kumweleza Jonas sasa ilikuwa ni ngumu sana. Kila pale ambapo Jonas alikuwa anataka kufanya mapenzi na mimi, nilikuwa namwambia kwamba nilikuwa najisikia maumivu ya tumbo. Na kwa sababu nilikuwa na mjamzito, ilimfanya hata yeye anihurumie, japo nilikuwa naona kama vile alikuwa nakosa raha. Tulikaa miezi 5 bila kufanya mapenzi. Mara ya mwisho kufanya naye nakumbuka ilikuwa ni wakati tuko chuo, ambapo nilikuwa nahakikisha kwamba sote tulikuwa tumelewa ndipo tunafanya. Hata hivyo baadaye Jonas alinikataza kutumia pombe kwa sababu nilikuwa nimeshakuwa mjamzito. Msikilizaji, Veronica amepambana sana mpaka mama yake mzazi amekubali aoane na Jonas. Mara baada ya kumaliza masuala ya ndoa, wamerejea tena huko Dar es Salaam kwa ajili ya kuanza maisha rasmi. Wakati Veronica pamoja na mumewe Jonas wanaishi huko Dar es Salaam, hatujui kabisa huko mama yake mzazi Arusha pamoja na mjomba wake Sanga wamebaki na fikira gani vichwani mwao kuhusu binti yao Veronica. Kumbuka kwamba hii ni simulizi ambayo Veronica anaisimulia katika mahakama ni jinsi gani alimuua mama yake mzazi na akiwa anahitaji kuhukumiwa kifo. Majina yangu anaitwa Felix Mwenda kutokea Simulizi Mixi.
Nambari zangu za simu ni 0766 47 48 57.